Mungu wetu asifiwe sana. Nimesikia moyoni kufundisha au kukazia jambo la kutunza usafi au utakatifu, na somo hili linasema umeitwa na Mungu ili kutunza usafi binafsi na wa kanisa lote au kwa jumla. Huo ni wajibu ambao Mungu ametuita. Tunapaswa tutunze usafi binafsi, na tunaanza na binafsi kwa sababu huwezi kupata kundi kabla ya kuwa na mtu mmoja binafsi. Mabadiliko ya kweli, maendeleo ya kweli yanaanza na mtu. Maisha mazuri na usafi wa kiroho unaanza na mtu binafsi. Alafu kadiri wanavyoongezeka wanaotunza usafi huo, unapata jamii kubwa ya kanisa ambalo linakuwa safi. Hivyo hivyo hata katika usafi wa kawaida wa kila siku. Mji hauwezi kuwa safi kama mtu mmoja binafsi hajaamua kuwa safi. Si mnafahamu ni aibu mpaka upigwe faini ndipo uache kutupa ganda la ndizi na miwa katikati ya mji. Unaonyesha tu jinsi usivyo mstaarabu. Kuna nchi zingine hata ungetaka kutupa, kama una akili nzuri hauwezi kutupa takataka. Watu wote wanatunza usafi. Wanatusaidia sana. Kuna miji, nimetembelea mji mmoja Afrika Mashariki ambao kwa kweli unasifiwa sana kwa usafi. Niligundua kitu kimoja, wametii sana kwa sababu ya sheria kale. Kwa sababu wale watu kwa asili ukiwatembelea huko kwenye nyumba zao, majiko yao na nini, unaona tu si wasafi sana hivyo. Lakini wakitoka huko barabarani ni wasafi kweli kweli. Mimi naamini usafi wa kweli unaanzia na mtu binafsi. Si sawa jamani? Yaani wewe mwenyewe ukiwa binafsi ni msafi, inakuwa nzuri zaidi. Watu wengi wanaosha uso na kujipaka vitu kwa sababu wanaenda kwa watu. Lakini msafi wa kweli anakuwa safi hata akiwa chumbani kwake. Si mnanielewa? Kwa hiyo binafsi ni wa muhimu sana. Utunze utakatifu au usafi wa nafsi yako kibinafsi, lakini pia una wajibu wa kutunza wa kanisa kwa jumla, na inakuwa rahisi zaidi kama kila mmoja atatunza usafi wake binafsi. Leo siwezi kuongelea usafi huu wa kiafya wa kunawa na nini, lakini nitajitahidi kuunganisha na hiyo ili kusaidia kupata picha Mungu anataka nini. Tusome andiko, tutasoma maandiko, mafungu mawili tofauti. Moja Agano la Kale ambalo litakuwa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 23. Kumbukumbu la Torati 23. Hapo tutaanza na andiko moja au fungu moja litakalotusaidia kujifunza. Mstari tuanzie wa 12, na imeandikwa, tena uwe na mahali nje ya kituo kwa kutokea nje, nawe uwe na jembe dogo katika silaha zako, napo uotamapo nje uchimbe kwa lile jembe na kugeuka na kukifunika kikutokacho, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuatembea katika kituo
akuokoe na kukutolea adui zako mbele yako. Kwa hiyo na kiwe kitakatifu kituo chako. Na kiwe namna gani? Kitakatifu kituo chako. Asije akaona kitu kwako kisichokuwa safi akageuka na kukuacha. Hilo ni fungu la kwanza. Twende fungu la pili kwenye Agano Jipya, Wakorinto wa pili sura ya 6, na yenyewe tuangalie kuanzia mstari wa 16. Anasema hivi, in fact nilitaka pale pale anasema, baada ya swali anasema, kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nami nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Mstari wa kwanza sura ya 7 anasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Amen. 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 Haya, nataka niseme sisi sote au kila mtu ambayo ameokoka, kuna mwito fulani ambao umemfanya kuokoka na kutafuta ushirika mahali ili apate kuhudumiwa kiroho. Ni Mungu ndiye anawaita watu. Kimya, manake unakataa. Kuna mwito Mungu amekuita, akakutoa katika ulimwengu, akakuunganisha na watu wengine walioitwa kama wewe, wanaosafiri kwenda mbinguni. Amen. Kidogo haitoshi? Au haujaokoka? Yaani kuokoka ni mwito, ni Mungu kabisa. Yaani bila Mungu huwezi kuokoka, kwa sababu wewe ni binadamu kama wanadamu wengine, unavutwa na anasa na maisha mengine mabaya. Kwa hiyo ukisikia mtu ameokoka kikweli kweli, acha wafuasi wa dini. Wafuasi wa dini wakati mwingine hawajaokoka, yaani kabisa, jamaa bado hajaokoka. Na utajuaje kwamba hajaokoka? Anaishi katika dhambi kama mtu mwingine wa dunia. Lakini kuna kikundi fulani, na hizi hata nyinyi mpo, kuna kikundi fulani cha jamii fulani ya watu kabisa wanasikia kabisa Mungu amewaita waachane na haya mambo mabaya, waambatane na watu wengine wenye imani sawa na wao ili waende mbinguni. Mungu asifiwe sana. Sasa mwendo wao na kila kitu watajifunza kadri wanavyoendelea, lakini cha msingi ni kwamba wokovu ni mwito binafsi, na kusudi la Mungu akishawaita, kusudi la kwanza, Mungu akimwita mtu na kumleta, ndipo anampa kitu kinaitwa mwito wa utakatifu. Mungu anakuita utakaswe. Ni mambo mengi, lakini cha msingi tu kutakaswa, la kwanza ni kutengwa kutoka katika maisha uliokuwa unafanya, makundi, tabia za kwanza na nini, unatengwa. Hiyo ni kutakaswa. Mungu asifiwe sana. Lakini si hivyo, lakini pia unaitiwa kuanza kuishi maisha ya usafi. Huwezi kuishi kama zamani. Yaani lazima uishi maisha yako yawe kwenye standard fulani. Haiwezi kuwa sawa tu na mtu mwingine. Mtu ambaye ni born again, utajua tu ana principles ambazo ziko tofauti na dunia, mpaka watu wanamshangaa. Kwani kuna shida gani kuwa na girlfriend alafu kawa naye nyumbani?
kuna shida gani? Anambia no, mimi nimeokoka bwana, I'm born again. Hapana kabisa. Ni principle ambazo zinaonyesha sasa unaanza kukataa mambo mabaya, unaanza kuishi maisha ya waendao mbinguni. Mungu asifiwe sana. Na Mungu anafurahia sana watu wa namna hii, kwa sababu tayari wanakuwa ni wa kwake. Petro anasema hivi, Petro wa kwanza sura ya kwanza hiyo mstari wa 15 na 16 anasema hivi, bali kama yeye alivyowaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Cha msingi hapa ni mwito. Nani ametuita? Tumeitwa na mtakatifu. Kama tumeitwa na mtakatifu, na sisi tuishi maisha ya utakatifu. Na 16 anasema hivi, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mungu mwenyewe anasema mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Hivi jamani, hebu tuseme ule ukweli. Hivi kuna mtakatifu anaenda kukesha bar na kucheza disco? Yupo? Simseme tu, yupo? Hivi kuna mtakatifu limelewa chakali? Litakatifu kabisa, limelewa chakali, linaimba uko natapika. Kuna mtakatifu wa namna hii jamani? Hata akili ya kawaida tu inakataa. Haiwezekani. Je, kuna litakatifu linalala kwenye madanguro? Liwe la kike au la kiume, ni mtakatifu kweli huyu? Linalala kabisa kwenye madanguru, linakuja kwenye ibada lina viboksi vya condom. Jamani, hili ni litakatifu kweli? Ni lazima uavoid vitu kama hivi ili uishi maisha ya aliyekuita. Tumeitwa na Mungu aliye mtakatifu, na hasemi kwamba ninawaomba, anasema mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Tunakubaliana jamani? Watu wa Mungu, tuko pamoja? Nani hapa ameitwa na Mungu aliye mtakatifu? Utakuwa mtakatifu sasa. Na kuagiza uwe mtakatifu sasa. Si useme amen. Usiishi ovyo ovyo. Mtakatifu ni mtakatifu. Kwa nini? Aliyeniita ni mtakatifu. Maana yake penda usipende, mtakuwa watakatifu kwa kuwa nimewaita mimi niliye mtakatifu, ili tuweze kushirikiana, ili tuweze kwenda mbele. Amina. Sasa hebu tuangalie maandiko hayo niliyoyasoma. Tuanzie na pale Kumbukumbu la Torati. Kumbuka Kumbukumbu la Torati 23 ni Agano la Kale. Kwa hiyo hata namna ya lugha yake ni ya Agano la Kale. Lugha yake sio sawa na Agano Jipya. Anawaambia hivi, katika Agano la Kale amewaagiza kwanza, kila wanapofanya camp, wanapokuwa wametua, maana hao watu walikuwa wanasafiri mwanzo, lakini pia kama nilivyowaambia huko hawakuwahi kuwa na miji ile ya kubaki pale pale, labda baadaye walikuja kubadilisha mfumo. Hao watu walikuwa wanasafiri, kwa hiyo walikuwa na kila kitu, ilikuwa mobile, inayotembea. Si sawa jamani? Niliwaambia hata hekalu kao na ile ibada yao walikuwa iko mobile. Kalikuwa kanaitwa hema ya kukutania, ndio walikuwa wanatembea nayo. Kanisa inayohama, sio ya kuchimbia hivi na manguzo. Ilikuwa inahama. Kwa nini? Walikuwa wana camp, wanakwenda mahali, wanakaa pale, wanaweza kaa mwaka, wanaweza kaa miaka miwili na nini. Sasa anawaambia hivi, kila mnapokwenda na kukemp, lazima muwe na mahali pa kutokea. Nani anaelewa neno mahali pa kutokea? Unaelewa maana yake? Muwe na space, muwe na eneo mmetenga watu kwenda kujisaidia. Mnakwazika? Mungu anajua kabisa hawa watu tukiwaacha wakapupu hovyo watapata magonjwa. Ingawa zamani sijui kama kulikuwa na bakteria kama yale, majamaa yalikuwa na afya sana, lakini ilizuiwa. Lakini kulikuwa na magonjwa fulani ambayo yalikuwepo. Tauni ilikuwepo, ukoma ulikuwepo na mambo mengine. Magonjwa mengine yanazidi kuongezeka kadri watu wanavyokosa kinga katika mwili. Lakini tuseme tu Mungu alizuia hivyo. Bwana tusaidie sana. Uwe na mahali. Amina. Amina. Uwe na mahali ambapo
mahali pa kujisaidia sio uchafu, ndio usafi wenyewe. Wangapi hawa hawana vyoo? Ingekuwa kijini wangeinua. Lakini sio kwamba hawajisaidii, wanaenda, isipokuwa hawana mahali. Musa anamwambia, Mungu anamwambia mkienda mnapanga. Kwa hiyo wakishafika tu wanasema hivi kwamba hili eneo, sasa sijajua kama kulikuwa na miti hapana, lakini hili eneo ni mahali ambapo watu watatoka nje. Lugha ya kibiblia, mmenielewa jamani? Mahali ambapo mtu akipata changamoto anaenda kujirelease mahali fulani. Bwana tusaidie sana. Mmekasirika? Acheni uswahili. Huo ni ukweli. Moja ya mahitaji makubwa, kama una habari, tulipokuwa tunajenga, moja ya mahitaji sio vyumba tu, tulikumbuka na washroom. Zinaitwa vizuri washroom, lakini shughuli kubwa tunajua washroom ni washroom. Si mnaelewa jamani? Hiyo ni sehemu muhimu sana. Huwezi kufanya sherehe bila kuhakikisha kwamba watu wataenda kukaza tai na kufunga kiremba wapi. Hiyo ni muhimu. Mungu anajua hayo ni mahitaji muhimu. Bwana tusaidie sana. Bado mnanipenda? Msikae kienyeji sana. Kienyeji wanakataa, ni kama wanataka kusema hatuna hilo hitaji. Ndio maana hata wakilazimishwa na serikali kujenga choo, wanajenga kama hapa na kule Kibanda Maziwa kwenye lami. Sasa ukitoka hapa mpaka pale, si shughuli itaishia njiani. Hiyo sio mbaya, hiyo ni sehemu muhimu sana. Wazungu wenzetu ni tofauti na sisi. Hawachukui kwenda kujirelease kama jambo baya. Wanachukua sehemu nzuri, wanaweka paka na tumziki, wanatengeneza na harufu nzuri nzuri. Sisi latrine unaenda unahesabu sekunde, kwa sababu ukichelewa unaweza ukafia humo ndani. Sasa haya ni mawazo potofu. Si mnajua? Yaani hivyo vyo vina machangamoto. Tulitoka huko, lakini leo mimi napata shida. Moja ya huduma kijijini ambayo mimi napata shida ninapokumbuka ile chemba ya kwenda kutembelea kule. Yaani unaweza ukaenda ukarudi ukasahau uliendea nini, maana panatisha. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo Mungu akasema lazima muwe na mahali ambapo watu hii ni tabia ya Mungu kote. Hata kulikuwa na miji ya makimbilio. Alipoweka mji, lazima waliweka mji wa makimbilio. Pakitokea jambo, lazima wengine wakimbie wakajitenge. Hata wengine waliwekewa nje kabla ya nje hapa kwenye lango, waliwekewa eneo ambalo wagonjwa wanaotengwa wanapopata ile, mnaita nini ile ya kutenga wagonjwa? Karantini. Inapotokea karantini wanapelekwa. Hii ni principle ya Mungu, hajasahau. Tuko pamoja jamani? Kwa hiyo la kwanza aliwepa mahali pa kutokea. La pili, niwaambie nisiwaambie, akawaeleza na kifaa cha usafi. Kifaa cha usafi. Msitembee tu, hamna tujembe tudogo tudogo. Bwana tusaidie sana. Sasa kwa kuwa nawaheshimu, sitaki kuwasumbua, lakini ukweli, usitembee bila kajembe. Muhimu sana, kwa sababu saa yoyote utahitaji kwenda. Hawa nimekwambia vyoo vyao pia ilikuwa ni mobile. Kwa hiyo walikuwa na choo kinaitwa choo cha paka. Umewahi choo cha paka? Kipo choo cha paka. Watu wale ambao hawajachimba vyoo virefu wanashauriwa kwamba wachimbe, akijisaidia na kisha anafunika kabisa ili asieneze magonjwa. Hiyo naye ni moja ya choo, ingawa ni mobile. Sasa walihakikishiwa kwamba wawe na jembe la aisee, kweli naongea na Waafrika, mko hivi. Sikujua kama itawasumbueni, samahani. Wanatusaidia sana. Yaani kumbuka, hii ilikuwa ni Agano la Kale, ni kivuli cha mambo ya leo. Kwa hiyo inazungumzia mambo ya kiroho kwa kweli, ingawa iko katika mwili. Tuko pamoja jamani? La tatu ameongelea, sema kazi ya usafi. Ile ya kwanza ni kifaa cha kwanza, mahali pa usafi, kifaa cha usafi na kazi ya kazi sio kakubwa. Kwamba ukienda, kabla hujakaa, unahakikisha kwanza unatengeneza mobile toilet. Ukishamaliza shughuli unakafia. Two things. Usikimbie unaachia vitu alafu ndipo unachimba, haiwezekani.
unachimba kwanza ndipo unafukia. Ni kazi ya usafi. Bwana tusaidie sana. Wakorofi walikuwa wanaachia. Ukimuuliza anasema sina jembe. Ukikaguliwa wakati wa Agano la Kale, huo mji lazima upigwe pena. Nyie ndio mnaochafua nini? Mazingira. Kajembe kako wapi? Sio kakulimia, ni kajembe ka usafi. Mwambie mwenzako kajembe ka usafi ni muhimu katika maisha. Unakuwa na jembe la usafi, sio hivyo vijembe vya zamani, lakini ina maana kamili. Kuna jambo lingine ambalo limenenwa hapo ambalo ni la muhimu sana. Sasa ni Mungu mwenyewe anasema hivi, hakikisheni kila mnapokuwa mmetengeneza hizo silaha na kila mtu anapotoka, wafundishwe kutumia vile vijembe. Mpaka watoto wafundishwe, wale wakubwa, na wale ambao ni wadogo wakijisaidia pia. Wamama wasifiche chini ya uvungu wa kitanda. Zamani wazee wetu walikuwa wanasema, kwani hii ni mbaya? Haya si nani ya watoto tu, si ni pupu ya watoto. Hata pupu ya watoto ina magonjwa. Madaktari wataniunga mkono, si ndio jamani? Hakuna cha watoto wala cha nani. Sasa hiyo ni kienyeji, marufuku. Kwa hiyo wamama, watoto wakipupu wabebe, wakachimbe na kajembe wafukie. Isikae nani leo mtanipata. Mmenisikia jamani? Usafi ilikuwa ni muhimu sana. Pointi ya msingi ni nini? Mungu anasema hivi, kwenye kambi yenu hapa hakai Mungu, lakini anasema saa yoyote there will be God's visitation. Mungu atatembea. Anasema hivi, jamani, wekeni kambi yenu iwe safi, kwa sababu mimi natembea saa yoyote. Huwezi kuniambia nakuja saa yoyote. Unakuja kufanya nini? Ninakuja kwa mambo kadhaa. Nakuja kuwabariki, nakuja kuwaponya, nakuja kuwaondolea maadui wanaowashambulia, nakuja kuharibu mikakati mibaya inayowanyemelea msioiona. Kwa kuwa mimi ni roho, nitakuja kutembelea kambi. Anasema nisije nikakuta kambi vinyesi kila mahali. Nafsi yangu itachukia, nitawaacha. Jamani, hiyo kazi si ni nzuri? Tufanye bidii ili mheshimiwa anapotutembelea akute kambi yetu iko vizuri. Amina, amina. Amina, amina. Shida ya huyu mheshimiwa katika Agano la Kale, hakuwaambia atakuja lini. Ndio maana hata yule mgonjwa aliyekuwa anangoja pale kwenye ile birika, walikuwa wanangoja usiku na mchana. Maana kuna wakati malaika anashuka, anakuja. Na hiyo kwa nini alifanya hivyo Mungu? Alifanya hivyo ili maisha ya usafi yawe ya kila siku. Usafi ni kila siku. Bwana tusaidie sana. Leo wewe ukiambiwa hivi kwamba unatembelewa, hebu tuseme tu hivi kwamba Mheshimiwa DC amesikia kwamba mama wewe unafuga vizuri na anataka kuja kukutembelea ili aone shughuli zako. Hivi kweli mama, utaacha kufagia barabara? Si unafagia barabara mpaka kule nje, mpaka wanakuuliza nini? DC anakuja, DC anakuja. Si ni kweli? Utaachia mende wanakuja kusalimiana wengine pale kwenye meza, utaachia mende kweli? Si utapuliza, unawaita wakina Gideon, wanakuja kukupulizia. Wakina Gideon wana dawa kali, watakupulizia mende, wote wanafariki, mpaka na wajukuu na vitukuu wanaishi. Tuko pamoja jamani? Tuko pamoja jamani? Je, akisema anataka kuja kulala, unahakikisha unapuliza kila kitu? Ni ndugu fulani tu anataka kuja kupumzika, aseme hivi, nimesikia vizuri na kuja kutembelea nyumba yako. Sasa kwa taarifa, Mungu hajatoa taarifa kwa wana wa Israeli. Anasema ikitokea nakuja, mimi nakuja kuwatendea mema, lakini nikija nikute kambi iko safi. Mpigie Yesu makofi. Tumeitwa kutunza usafi binafsi na usafi wa wengine pia. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Mnanisikia jamani tunachokisema? Bwana tusaidie sana, Bwana tusaidie sana. Mungu ni roho, principles zake hazijabadilika, ingawa sasa za kwetu ziko kwa Agano Jipya. Nasema kweli, hata malaika wanakwazwa na uchafu. Wamama tunawaamini, nyumba zenu zinatakiwa ziwe safi, kwa sababu malaika wa Bwana anatembelea nyumba zetu. Au hamwamini? Mnanyamaza. Nyumba zetu zinatembelewa na malaika wa Bwana. Tuko pamoja jamani? Sasa malaika huyu anakuta kiti kimepinduka, watoto walikuwa wanachezea lori kimeachwa pale, kikombe kimemwagika, bado hakijamalizia, chai ya maziwa inaendelea kudondoka. Alafu anakuta soksi ya mzee, utafikiri nyumba ya walevi. Watoto wamechukua, wameiweka kwenye sufuria, imechanganywa na kichwa cha samaki. Hii nyumba jamani, hebu tuseme ule ukweli. Mungu aliye mtakatifu akitembelea atasema hii nyumba safi sana, maana hawa wananena kwa lugha. Inawezekana? Hebu tuache ujinga bwana, tuwe wasafi, kwa sababu Mungu wetu ni msafi. Hawezi kuongea kitu ambacho sio nature yake. Kama aliongea Agano la Kale, manake hata sasa yuko hivyo. Weka mambo yako vizuri. Haleluya, haleluya. Wangapi wananikubalia kwamba tukaze tu twende? Tumeitwa tuwe safi, tumeitwa tuwe safi. Miaka ya zamani sisi wa Pentekoste tulikuwa wanawake hawaingii kichwa wazi kanisani. Kwa hiyo ilikuwa wanafunga kitambaa, utafikiri kimegongomewa, utafikiri bati, utafikiri roofing ya bati kabisa, haitoki. Wengine mpaka kitandani haitoki. Na matokeo yao yakawaje? Unajua, wakaacha kusafisha nywele, na wale wa vijijini kwa ajili ya joto na nini, kuna wadudu wa chawa wakahamia. Mpendwa kweli ananena kwa lugha, lakini chawa wamejenga street kichwani na wamegawana kabisa. Kisogo ni mali yetu na kakijiji kingine kako upande wa sikio la huku, na hii si haki. Na ndio maana rais wa nchi moja ya East Africa ambaye ameshughulika sana na usafi, sitaki kumtaja, ni mzee sasa, alipiga marufuku wanawake wote wa kanisa wasitembee na vichwa vilivyofunikwa kwa sababu ni uchafu. Kwa hiyo ukienda ile nchi hawafuniki vichwa, lakini pia hawasuki, maana bado wana imani. Kwa hiyo wanaacha nywele fupi ili chawa wasikae. Sasa jamani, mpaka rais aje ingilie vichwa vya wake zetu? Nafikiri huko sisi tusihubiriane, tumepita. Si sawa jamani? Lakini kwa jumla ukiangalia kiukweli, usafi hata wa mwili, simeandikwa katika, tumesoma hapo Wakorintho wa kwanza 7, anasema uchafu wote wa roho na mwili. Si sawa jamani? Unaona madaktari wananiitikia, maana wanaona kaza hapa, maana watu wetu jamani, ukipata mba ni kesi. Inawezekana hujatunza usafi. Ukipata magonjwa gani yale ya kwenye kwapa nini, fungus, inawezekana hujatunza usafi. Ukweli hiyo. Wazee, soksi usivae miguu ikiwa mibichi, utaliwa fungus. Usiseme mimi ni ukoo wangu miguu inanuka. Hakuna miguu kunuka, ni usafi tu, hamna lingine. Sisi wanaume tunafikiri kunuka kikwapa ndio unaonekana ni mfanyakazi bora. Wewe sio mfanyakazi bora, ni mzembe. Uwe na kajembe cha usafi. Tuko pamoja jamani? Haleluya, haleluya. Na Mungu ametusaidia. Kuna marashi ya hela nyingi, lakini kuna marashi hata ya hela ndogo. Apply hayo kadri unavyofanikiwa, ili Mungu akubarikie, maana unakuwa msafi. Si tuhame kwenye Agano la Kale, twende Agano Jipya. Agano Jipya ndio hiyo kuanzia 16 mpaka 7:1. Kwanza hapa Mungu anaendeleza. Hadithi ni ile ile. Katika Agano Jipya eti Mungu anageuza sasa sisi, iwe mmoja au wengi, tunakuwa makao
au hekalu la Mungu. Haleluya! Kule alikuwa yuko nje ya kambi, ila anakuja kutembelea, lakini kanisani sasa anahama kabisa, yeye mwenyewe anakaa katikati yetu. Haleluya! Situmpigie makofi. Roho Mtakatifu ni mzuri. Mungu anakaa katikati yetu. Mungu anakaa au anaishi ndani yetu, sio tu katikati yetu, lakini anaishi pia ndani kabisa. Oh, haleluya! Jamani, mimi sizungumzii mambo mengine, nazungumzia kutunza utakatifu. Mungu wetu anakaa wapi? Jamani, anakaa wapi? Anakaa hapa, lakini anakaa ndani yetu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Nisifundishe tena, nilifundisha wakati wa Pentekoste. Sawa jamani? Je, anakaa tu? Simsome basi jamani. Anakaa tu? Anatembea. Haleluya! Wangapi hapa wakati praise team walipokuwa wanaimba waliona Mungu anatembea? Simliona anatutembelea? Ndio tabia ya Mungu wetu. Sasa tukija pamoja, tukiwa safi, tukimaintain kanuni za usafi wa kiroho, pia anatembea kati yetu. Oh, haleluya! Jamani, tuko pamoja. Mungu wa kweli hakai tu, anatembea. Mwambie mwenzako, Mungu anatembea. Maana yake nini? Anamtembelea mimi, anamtembelea na Msuya, anamtembelea na Meshaki pale, anamtembelea na Gideoni, anamtembelea na mtu mwingine. Yani on the same day tukikutana pamoja, anatuvisit wote. Kwa hiyo tunaanza kusikia joto, tunaanza kusikia uwepo wake. Ndio watu wanashindwa kuelewa kwa nini ukiabudu peke yako ni kweli utasikia uwepo, lakini hailingani na unapokuja pamoja. Tukija pamoja, God is visiting us. Kunakuwa na hivi. Haleluya! Ndio maana nimesema utunze usafi wako binafsi, lakini usisahau kutunza na usafi wa nini? Wa kanisa, kwa sababu Mungu anatembea katikati yetu. Tuko pamoja? Tuko pamoja jamani? Anasema hivi, anatupa principle nyingine, anasema msiguse kitu kilicho kichafu. Msifanye nini? Msiguse. Don't touch. Watu wengine wanaona kama haiwezekani. Inawezekana kabisa. Usiguse kitu kilicho kichafu. Msipogusa, anasema nitawakaribisha. Oh, haleluya! 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 Haya ni maneno magumu, yatachukua hata wiki nzima, lakini ngoja nikwambie, eti Mungu ukijitakasa anakukaribisha katika meza yake na mtakula naye. Mnakataa, mnasema haiwezekani. Mungu kabisa, nakwambia kabisa, Mungu ukitunza kanuni ya usafi atakukaribisha, mtakula naye. Anajua wewe unataka kula nini, atakupa mema ya nchi, utakula. Mungu asifiwe sana. Atakufanikisha sana mpaka utashangaa. Mungu anazo hizo principle, lakini usiguse kitu kilicho kichafu. Anasema hivi, sio tu lakini atatuasili tuwe wanawake wa kiume na wa kike, yani watoto wake wa kiume na wa kike. Anasema nitakuwa baba kwao, nao watakuwa wanangu wa kiume na wa kike. Lakini as long unafanya nini? Unatunza usafi. So unaona baraka ni nyingi sana. Ndio maana katika Wakorinto sura ya 7 hapo mbele anasema hivi, penzi, kwa kuwa tuna ahadi hizo. Zipi hizi ambazo nimetangaza? Jamani, tufanye bidii, tujitakase nafsi zetu na uchafu wote
wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Wangapi wanafurahi kuwa watoto wa Bwana? Wangapi wanasikia Mungu kukuita wewe mwanangu ni upendeleo wa ajabu? Sio kiumbe wangu. Kiumbe wangu, hata mbuzi ni kiumbe wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Mwana wangu, unapata haki, unapewa haki ya kurithi. Ni sifa kubwa zaidi. Bwana tusaidie sana. Haleluya, 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 haleluya. Sasa kwa kuwa tuna ahadi hizo, tunapaswa kufanyia kazi ahadi hizo. Niache ile ya Agano la Kale. Sasa hebu ni kusisitize kidogo, unisikize vizuri. Katika Agano Jipya tunaagizwa tujitakase nafsi, mwili na roho. Kwa maana mtu ni mmoja, lakini ana nafsi, ana mwili na ana roho. Amesema tujitakase na uchafu wote wa nafsi, mwili na roho. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Yaani hata nguo unayovaa, samahani siwaingilii, lakini nguo ya mtakatifu lazima ifanane na mtakatifu. Kwa mfano, kuna yale majamaa yanayopigana mweleka, sijui umenielewa. Ni kweli sio dhambi, t-shirt ni yako, lakini imeandikwa. Kuna jamaa lizee moja linaitwa sijui linani, lile linawanyongaga wenzake, linani hili nimelisahau, limepigwa picha, liko mbele ya kifua cha mpendwa au John Cena. Kuna lizee moja sijui linaitwa nani, Breka sijui nani, linawamaliza wenzake, linawainua, linawachimbia chini, yananyooka kama yamefariki, lenyewe linashinda. Sasa hao ndio wewe unaweka. Ukweli nguo ni yako, lakini mpendwa huyu mtakatifu anatembea na John Cena. Umenielewa? Yaani kuna vitu hatuna ushahidi, lakini ni kama havipendezi, ingawa ni vya mwili, tuvifanye. Tuko pamoja jamani? Tuko pamoja ndugu zangu? Vijana mnisamee. Unaangalia yale majamaa yanayocheza mziki na mengine yanacheza ngoma, yana maminyororo. Mnafahamu limunyororo kabisa, ni kubwa, macheni mnaita. Sijui kweli ni ya goldi au ni uongo, mnatudanganya, lakini cheni ni cheni. Licheni linakuwa likubwa, unavaa, ni mwili wako. Na kweli mpendo umeokoka, lakini mtakatifu huyu ana cheni kubwa. Ni nini? Bado hajakombolewa au ni nini? Yani mambo tunauliza tu maswali, wewe unatakiwa kufikiri tu. Bwana tusaidie sana. Tamaduni za watu tuziache. Mmenielewa jamani? Sisi tuna maadili yetu. Yani sisi, mtu ambaye ni mtu wa Mungu, tuna namna yetu tunamuona. Si sawa jamani? Mpendwa, umeokoka, unaenda kweli kutengeneza litatu, limelala nyoka kuanzia hapa mpaka huku, alafu unatembea na kasinglendi ambacho lakini ni mpendwa wa FPCT ACC, na bahati nzuri labda ni mwimbaji wa kwaya. Ndugu, hilo linyoka linatusaidia nini? Yaani unaweza kusema imeandikwa wapi? Mimi lakini nafikiri ni usafi hata katika mwili. Mmenielewa jamani? Hapa sizungumzii kupiga mswaki, nazungumzia namna tu unavyoweka, uhakikishe kwamba unalipia gharama. Sasa kwanza ujitakase na uchafu na unajisi unaotoka ndani yako. Bwana tusaidie sana. Hapo sasa ni shughuli. Utaniuliza, mimi niliye mtu wa Mungu tokaje ubaya? Inategemea umekula nini, kwa sababu hata ile toilet ya kule mtu haendi kabla hajala.
Akimeza mambo mabaya ndio anaenda, sio mabaya, hata mazuri, lakini kuna vitu ameingiza ndani yake, baadaye vinakuwa waste, vinatakiwa vitoke, ndio inabidi aende. Sasa watu wana mabaya ndani ya nafsi zao, hatujui walizimeza lini, hatujui wamemeza lini. Yani kuna mambo mabaya tu yameingia ndani ya nafsi. Yesu anasema hayo ndiyo yanayomtia mtu unajisi. Usome katika Mathayo 15 mstari wa 11, alafu unaruka mstari wa 17 na 19. Inazungumza juu ya vinavyotia vinavyomnajisi mtu kutoka ndani yake, vinaweza kumharibia kabisa kabisa. Imeandikwa, sikizeni mfahamu, sicho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani. Si sawa jamani? Kinachotoka wapi? Kinywani ndicho kimtiacho mtu nini? Unajisi. Mstari wa 17 anasema hivi, mstari wa 17 anasema, hamjafahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani hupita tumboni kikatupwa chooni, bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya. Sema mawazo mabaya: uuaji, uzinzi, uasharati, wivi, ushuhuda wa uongo, matukano, na hayo, na hapa amepunguza, masengenyo, umbea. Ongeza ingine inayotoka ndani, wivu. Imeshatajwa hapa wivu. Uchonganishi, mna mateso yenu. Ingine chuki, ile uchungu, unakuwa na uchungu kwa ajili ya mwenzako. Sasa haya yanabaki ndani, yakitoka yanamchafua mtu. Mmenielewa jamani? Bwana atupe neema, vinywa vyetu vitoe baraka, visituchafue bali vitubarikie. Amina, amina. Na mlango mkubwa wa uchafu huu ndio hiyo nimewaambia, inatoka kwenye kinywa au ulimi. Yakobo 3 mstari wa 5 na wa 6. Hebu ngoja tusome Yakobo. Na kwambia, jiepushe sana na vitu vinavyoharibu mtu. Na bahati mbaya hivi haviharibu tu mtu, vinamharibu hata yule mwingine anayesikia. Sura ya 3 Yakobo mstari wa 5. Mstari wa 5 nasema, vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashwavo msitu mkubwa sana. Unaona ka ulimi kalivyo na roho mbaya, kanaweza kuwasha msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katikati ya viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote. Unautia mwili wote nini? Unajisi. Kwa hiyo jilinde na mambo ambayo yanaweza kuchafua nafsi yako na yakawachafua wengine. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Haleluya, haleluya. Ongea mambo ya kujenga, ongea mambo ya kufariji, ongea mambo ya kusaidia. Ushauri toa, umbea acha. Usiseme kwamba nimesikia. Wambea ni wajinga sana. Anasema umesikia. Umesikia kwa nani? Yaani mngepatana mko kama mimi. Yaani mtu tu akisema hivi tu kwamba nimesikia Mahinga tumemkuta anakunywa bia, ni hapa hapa, naambia subiri hapa hapa, nasema fulani anasema unakunywa bia, ndipo tutajua kama kweli wewe ni mkweli. Acha kuongea vitu ambavyo vitakuchafua, kwa sababu shida ya yale yanayotoka yakiwa ni mabaya yanachafua maisha ya watu, yanaumiza na wewe mwenyewe utaumia. Haujawahi kubarikiwa mwenye kutumia kinywa chake kutoa mabaya.
Lakini la pili ni kujitakasa kwa kujitenga na makundi ya waovu na hasa watu wasioamini. Hiyo ni kanuni moja ya kulinda usafi. Sasa hii sio mwili au ni nafsi. Na hapa mnisikilize, hasa vijana. Moja ya changamoto ambayo binadamu anakutana nayo ni kwamba tuliumbwa kushirikiana na wengine. Yaani mtu hajaumbwa akae peke yake, sio sawa. Mtu ameumbwa akae na wengine. Ingawa watu wengine wanafikiaga mahali wanasema kama ni hivyo mimi nabaki nyumbani tu, siendi hata kusali. Maana makanisa sasa yamekuwa inaumbea mno. Hiyo nayo sio njia. Tumeumbwa tuwe washirika. Mwambie mwenzako umeumbwa uwe mshirika wetu hapa. Mwambie kabisa, kama hajege kwenye ibada, mwambie wewe ni mshirika wetu. Mwambie wewe ni mshirika mwenzangu. Kuna tabia ya kuiga wale tunaoshirikiana nao. Miaka ya nyuma kuachia mandevu ndevu tulikuona kama sio msafi. Lakini sasa hivi yani mtu asiye na ndevu ndio anaonekana kama mchafu hivi. Yani kila mtu, hata wengine vindevu vimekataa kabisa, sio ukoo wa ndevu, vinang'ang'ania utafikiri kupe, vipo tu. Kwa sababu watu wanaangalia alafu anachukua. Na haambiwi kabisa, hawakugonge hata kwenzi, utafuga ndevu kuanzia sasa. Kani unavyoona huyu ndevu, mwisho unaachia. Mmeanza kuacha minyonyo zile suruali zenu. Automatically tu tunaondoka, tunaiga. Sasa uangalie sana ili uwe safi nafsi yako. Biblia inashauri ujiepushe na makundi yasiyofaa. Imeandikwa katika Zaburi 1:1, zimesema hivi, heri mtu yule asiyefanya nini? Asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakuketi wapi jamani? Barazani pa watu gani? Jamani, nataka niwaambie vijana wetu, hatutawafungia sandukuni. Lakini ukweli, chagua ni watu gani watakuwa kampani na wewe, watu ambao utaita rafiki. Mimi watoto wangu wanajua kabisa. Mtu akiniambia huyu ni rafiki yangu, namwambia unamjua? Dumai anajua kabisa. Kwa nini hatuwezi kuwafungia watoto wetu wasiende shule, wasiende boarding, wasiende vyuo? Watakwenda tu, na vyuo huko hakuna watu wazuri tu. Kwa hiyo namwambia kabisa, mwanangu, naenda huko ni Sodoma na Gomora, kakaa vizuri. Bado Lutu alisurvive akabaki kuwa msafi. Jiepushe na wale unaoenda kushikamana nao. Ukiweza, shikamana na watu wazuri wa Mungu, waombaji wenzako. Hapa vijana sana, maana mzee kama mimi huwezi kunigeuza. Kwanza sinaga muda wa kuongea na mapagani, anaongea uganga wa kienyeji, mara sijui kuchemsha watoto. Mimi nikae kusikiza maupumbafu? Kuchemsha watoto saizi? Mungu anavyotubariki namna hii mpaka tuchemshe na watoto? Mimi sina muda wa kukana. Lakini vijana wetu ndio hatuwezi kuwazuia. Biblia inasema hivi, yani hatuwezi kuwafanya hawa watu wetu wasikutane na watu wengine. Watasoma shule za watu wasioamini. Vijana wanaotembea na kondom, lakini na wakwetu watatembea na tracts kwenye vile vipeperushi vya Injili kwenye mifuko yao. Sawa Musa? Wenzako wanatembea na kondom, wewe unatembea na tracts za kukaribisha kanisa letu. Huo ndio usalama. Haleluya. Hapa najua kuna wengi hapa ni sisi ni wazazi. Unafikiri watoto wako rafiki zao ni nani? Je, umefanya utafiti na kuangalia wanafundisha nini? Au unawaachia tu wacha waende?
Tena wengine wanaharibikiwa kabisa, wanasema this is my boyfriend. Wewe mtoto wa kike boyfriend? I say hutakula ugali kwangu. Boyfriend ya wapi? Msichukue mila ambazo hatuzijui, kwa sababu hawa wakifanya hivyo mara zote wanaharibikiwa tu. Amina, amina. Naona vijana wanasema, mzee, sasa si unatuharibia wazazi wetu. Na wachochea kabisa. Vijana wenu wazee, watafuteni marafiki zao ni wapi, kwa sababu hawa tunaposhikamana wanatugeuzia watoto wetu. Ndio maana imeandikwa hivi, wazuieni watoto wenu wasipende wapagani, maana watawageuza mioyo. Mimi zamani nilifikiri wanaume eti ndio hawatageuzwa. Wanaume ndio wanageuzwa. Sulemani mwenyewe, msomi, mwana falsafa, akapinduliwa. Imeandikwa tokeni kati yao. Si mnaifahamu hiyo? Alafu mkafanye nini? Mkatengwe nao. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Alafu mwe mnaongea na watoto. Mimi huwa naongea kabisa na binti zangu. Hata wakitumai hapa ukimuuliza, naambia mnaishije sasa pale kwenye room? Anasema baba, shughuli. Mengine anapiga simu hapa, yanaongea na manini. Alafu usiwakemee watoto. Acha waongee, si ndio wanakupa picha huko nani. Baada ya hapa anasema mimi nakasirika, siongei nao. Baadaye wanasema huyu ni mshamba. Wakati mwingine tunatafuta chumba, tunapata wale ambao ni born again, tunaongea habari za Kristo, na ninasema hivyo ndio unatakiwa. Mtu wa Mungu, ishara mojawapo ya kwamba sasa umesimama vizuri, wakutenge wenyewe. Imesema mkatengwe nao. Tuko pamoja jamani? Kabisa, msiwe sawa na watu wengine. Watu wengine ni wabishi, wanasema kwa nini tutaishi na nani ikiwa ni hivyo? Shauri yako. Imeandikwa msifungiwe nira na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa. Tutafanya kazi kampuni moja, lakini ikifika wakaanza kurusha mambo yao, mimi sirushi. Nini? Nimeokoka. Na waambie wazi kwamba mimi nimeokoka. Haleluya, haleluya. Mtapanga nyumba moja, wadada wengine wa kanisani hapa mmeokoka na ni waimbaji, na wadada wenzenu hawajaokoka, wengine ni Wakristo lakini hawajaokoka, wanaleta vijana wakiwaambia, mbona wewe ni mzuri tena hatuoni jamani, na kuambia nimeokoka, nimefundishwa kujitenga na mambo mabaya. Ukiona aibu ukasema hivi kwamba mtaonekana ni mshamba, imekula kwako. Kwenye imani tunalipia gharama, kwa sababu hatujui Mungu wetu atatutembelea lini. Binti yangu, huwezi ukajua Mungu atakutembelea lini. Atakuja kwenye chumba chako. Huyu ni Mungu aliye haki, anatembea katikati ya watu wake. Akija akute unamcha Bwana, akute unapiga nyimbo za gospel, akute unamwabudu. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo leo si hatuwezi kufundisha ile mambo ya Agano la Kale ya usafi na nini, maana hata hivyo tumeendelea sana. Bwana tusaidie sana. Niwaambie kitu kingine. Ujiepushe na kujitenga na ndugu wasioenda kwa utaratibu. Sasa hawa sio wasioamini. Kuna wapendwa, kuna mipendwa mingine sijui imepandwa na shetani makanisani. Mipendwa kabisa. Ukiuliza nakwambia mimi nimeokoka mwaka 80. 80. Vipi? Mimi ni missionary. Lakini mwenendo wake yani hawa nao ndio Paulo anasema hivi, niliwaandikia waraka nikasema mjiepushe na dunia, lakini sikumaanisha, maana ikiwa hivyo itawalazimu muhame kabisa duniani, ila nimesema jiepusheni na ndugu wanaoishi maisha mabaya. Wapendwa, utasoma hayo katika Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 hadi wa 8. Kuna moja ya kujitakasa ambayo imesemwa sana hata pale kwenye Timotheo ambako tulisoma, inasema ukamwite Bwana pamoja nao wamwitao kwa moyo safi. Jitenge
na makundi yanayofundisha na kueneza mapotofu. Hebu tusome Timotheo wa pili sura ya 2 pia. Jiepushe na mafundisho na ndugu wanaofundisha na kueneza mapotofu. Ni wapendwa, lakini ukweli mambo yao wanaofundisha siyo ya kweli. Mstari wa 16 wa Timotheo wa 2 sura ya 3 anasema, nimesema sura ya 3 nimekosesha, sura ya 2 jamani. Sura ya 2 anasema hivi: jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo si ya dini, kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu, na neno lao litaenea kama donda ndugu. Miongoni mwa hao wamo Himenayo na Fileto, walioikosa ile kweli, wakisema kwamba kiama imekwisha kuwapo, hata kuipindua imani ya watu kadha wa kadha. Sio wote, lakini uwaga wanapinduliwa. Imeandikwa hivi: lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii: Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na uache uovu. Basi katika nyumba kubwa, anazungumza kanisa, havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima na vingine havina. Basi tunaenda kujitakasa. Basi ikiwa mtu amefanya nini jamani? Amejitakasa kwa kufanyaje? Kwa kujitakasa, hao atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Unajitenga na hao akina nani? Wafundishao mapotofu. Jamani, leo mimi sitaki kuwahubiri, naongea tu polepole. Wangapi wananielewa kile ninachokisema? Ndugu zangu, tunapaswa tukeshe. Mwito wetu wa kwanza ni kujitakasa binafsi na kuwatakasa wengine. Haleluya! Sio kuwa najisi, sio unajinajisi wewe mwenyewe na unawanajisi na wengine. Hapana, haitakiwi. Amina, amina. Naeleweka? Naeleweka jamani? Naeleweka? Kwa hiyo ibada ya ajabu unaenda, yani hauelewi kinachoendelea, hamna uwepo wa Mungu, na unashangaa mara ngapi hapa masarakasi. Ni shida tu. Hebu jazwa na Roho Mtakatifu, pokea neema, ishi maisha ya usafi na utakatifu, kataa dhambi, jilinde na wasio mcha Bwana. Utaona haiwezekani kabisa uvumilie kukaa hapo. Bwana tusaidie sana. Sio kila huduma ni sahihi. Angalia iko sponsored na spiriti gani. Kuna roho pia zidanganyazo siku hizi. Moja ya kujitakasa ni kujitenga na makundi yasiyofaa. Sijui kama ananielewa. Kweli kabisa, sio kila imani ni sahihi. Si uijaribu. Alafu kwa nini unahangaika kujaribu ingine? Unajua hiyo ni kutotosheka tu pia kiroho. Kama Mungu kubariki, amekubariki, si uendelee kubarikiwa mara nyingi zaidi? Haleluya, haleluya. Kama Mungu kukusemesha, amesema. Kama Mungu kukuonya, amekuonya. Kama Mungu kukuelekeza, amekuelekeza. Si uendelee, ni mpaka ukatesti, utakula visivyolika. Hebu tusimame kwa miguu yetu.